Crazy Rocket now available on PMBet. Moja kati ya afisa habari ambao wanafanya makubwa sana katika soka letu. Umeona Yanga anafuatiliwa YouTube, subscribers kwa wingi kwa sababu ubunifu wa huyu kijana. Yani yuko expensive, ana mwanamke mzuri mwenye hela ambaye anaweza kutoa magari mazuri, lakini kichwani alikamwe yuko vizuri. Umeona pengine katika mechi ya Azam tunaweza tukaja na jambo jingine, lakini so far leo tumebadilika. Ya rangi gani kuelekea dabi ya Dar es Salaam? Kwanza kupata pointi 3 ni kitu muhimu. Of course goli moja hatujalizoea, lakini angalau tumeweza kupata pointi 3 kwa sababu katika mechi hizi za mwisho inabidi uonyeshe ukubwa wako ili uweze kutetea ubingwa. Kwa hiyo kwanza tunaingia katika mechi ya Azam tukiwa winning spirit yetu iko vizuri kweli kweli. Tumetoka kwenye ushindi, kwa hiyo wachezaji bado wanatamani kufanya vizuri. Umeona ushindani wa namba sasa hivi, mtu kama Chama, mchezaji ambaye amefanya makubwa katika timu ya wenzetu, lakini amekuja hapa na struggle kuingia, lakini akiingia umeona mchango wake unakuwa mkubwa. Kwa hiyo mwalimu akikaa katika kiwanja chake cha mazoezi anakuwa anapata shida kubwa sana kwamba kuangalia nitaanza na nani. Kwa hiyo kila game ambayo inakuja kwetu sisi mashabiki wa Yanga ni kuisupport timu yetu, lakini mengine wachezaji umeona leo hiyo wanapishana, wanatengeneza nafasi. So far tumeweza kuibuka na ushindi wa bao ambao ni mwembamba kweli kweli, lakini kilichokuwa kinanipa mashaka, Kosti kafungwa lakini yeye ndo anashangilia kufungwa goli moja. Wananchi walikuwa wanashangilia, walikuwa wanaambia wachezaji tuongezeni magoli, lakini wenyewe wakaamua kuzuia. Kwa hiyo yes, kwa hiyo tukutane katika mechi ambayo inakuja dhidi ya Azam. Yani Azam hata kama angekuwa ameshinda mechi iliyopita, sio kufungwa tu, hata kama angekuwa ameshinda, Azam anatupa mechi kubwa sana, anatupaga tough game miaka yote. Yani tukishinda kweli unaona hawa wanaume wamepambana kweli kweli. Kwa hiyo hata msimu huu ambao tunaenda, kwanza Yanga tutaingia na kisasi, na uzuri wa Yanga tangia imeanzishwa, ukimfanyia ubaya lazima utaulipa ule ubaya. Tumetoka kwa Tabora, sasa hivi tunaenda kwa Azam. Imetufunga mechi ya kwanza alitupoteza katika dila tukashuka, lakini so far tumeendelea kukaa pale mbele. Kwa hiyo sasa mechi hii ni mechi kubwa kweli kweli. Yani wanasema ubingwa ni marathon, unaweza ukaanguka wakati wenzako wanaanza kukimbia, lakini katika hatua ya mwisho lazima usimame. Kwa hiyo kwetu sisi mechi ya Azam itakuwa mechi ya kisasi. Yani tunaenda kupambana na itakuwa ni mechi kubwa sana. Of course Azam ana matokeo mazuri sana, lakini hata sisi Yanga lazima tukamuulize maswali, ile mechi ya kwanza tulifungwaje? Of course ni football, lakini lazima tukaulizane kwamba ilikuwa kuaje pale kwenu umeenda kutufunga, na game inaenda kuchezeka tena pale Chamazi. Sasa tunaenda sasa kwa niaba ya sheria, sisi tunaenda, sisi tukimbiagi. Kuna baadhi ya mazingira ambayo litokea tukaama, lakini sisi tukimbia. Sasa umeona mechi hii, ufikiri sisi tutasusa kwamba tujafanya mazoezi pale? Sisi tunaenda, tutacheza naye na tutamuonyesha kwamba Yanga sasa hivi anahitaji ubingwa. Yani tukipoteza na Azam aidha kwa sare au kufungwa, ina maana matumaini ya ubingwa yatakuwa yamefifia. Kwa hiyo sasa hizi mechi ambazo zimebaki ni mechi za kushikilia bomba, ni mechi za kupambana. Sasa tunaenda na Ikangalombo, tunaenda na Pacome ambaye akiwa katika namba 10 anakuwa ni mtu hatari sana, the pure magic number 10 Pacome tunamuenjoy. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga nafikiri game itakuwa ni Alhamis, tukutane Chamazi Complex, twende tukalipe kisasi chetu. Sijui afisa habari atakuja na neno gani, lakini naamini tutavaa jezi zetu. Kama kutakuwa kuna jambo jingine basi, lakini sisi tumeenjoy na tumefurahi. Leo kwa mara ya kwanza mashabiki wanasema kumbe Movic ukivaa mashati kama hii unakuwa unapendeza. Kuna mama kaja na mwanae pale akasema hebu taratibu za mahali tutakuja baadaye tuongee. Si shati umeliona? Si shati mle mkikaa pembeni, si shati. Ukiona si shati ili hapa. Kwa hiyo yani shati limetufanya tunaona mambo mengi. Kwa hiyo haya yote ni mambo ya Likama. Hata wewe mwenyewe si umenizoea nikiwa na jezi na tunakutana katika masuala ya michezo. Kwa hiyo ubunifu kama huu unahitajika, yani sio kila siku navaa kitu kimoja. Sasa mwanangu Aucho ikosekana mechi na Azam mpata kwa pazito. Of course pigo la Aucho ni kubwa, lakini sasa tunachoshukuru Mungu angalau katika game ambazo zimepita, tumecheza game iliyopita Aucho hakuepo, mechi hii amecheza kidogo, lakini kuna mechi nyingine ambazo zilipita Aucho hakuepo. Hazikuwa na Azam. Yes, lakini sasa huyo Azam tulishamfungaga kabla hatujamsajili Aucho, kama unakumbuka. Kwa hiyo kwetu sisi kutakuwa kuna pigo, yani hilo hatukatai kwa sababu uwezo wa Aucho
kwa namba 6 ni uwezo mkubwa sana, lakini sasa hivi angalau mwalimu kaanza kutengeneza partnership ya Mudathir pamoja na Duke Abuya, ambao ukimwangalia Mudathir anaweza kukaba vizuri, lakini Duke Abuya naye anaweza kukaba vizuri. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga wasiingie na wasiwasi. Sisi huku nyuma hatuna wasiwasi sana, kwa sababu ukiangalia defensive yetu imeruhusu magoli machache, lakini Yanga ni kule mbele. Yani pengine angekosekana Pacome, labda Chama au Aziz kwa wakati mmoja, pengekuwa pana shida, lakini maadamu Pacome yupo tutafunga. Tutafunga 3, akipata moja sio mbaya, lakini tunaamini kilio cha amelia kwa sababu wanasema jenerali anapopata jeraha katikati ya vita, wakati wenzio wanamtegemea, inakuwa ni pigo kubwa sana. Amelia kwa sababu tuna game kubwa ambazo zinakuja. Mechi na Azam ni mechi ya kujiuza kweli kweli, kwa sababu watu wengi wanaangalia, ni kama dabi imehamia kwa sisi Yanga na Azam, tofauti na wenzetu, kwa sababu wenzetu tunakuwa tunafunga sana, lakini mechi ya Azam haitabiliki. Of course Yanga anaweza kushinda, lakini Azam anaweza kaja na kitu kingine ambacho kikasababisha mchezo kawa mgumu zaidi. Kwa hata yeye alikuwa anatamani kucheza. Yaani ukiwa mchezaji unatamani kucheza mechi ngumu. Yaani mchezaji yote mkubwa professional, mechi ngumu ndio mechi za yeye kujiimarisha, ni mechi za yeye kuendelea kutangaza jina lake. Kwa hiyo kaumia na kasikitika kwamba mashabiki wa Yanga wanakosa support uwezo wangu, kwa hiyo itakuwaje? Kwa hiyo kwangu mimi tunaona kwamba wachezaji ambao tunawasajili wanakuwa wana kiu ya kupambania Yanga vizuri kuliko wachezaji wengine. Unaweza kumsajili mchezaji kaumia, yeye anashangilia tu, kwanza timu yenyewe nafasi ya pili kwa inahusika vipi. Kwa hiyo kwetu sisi mchezaji anaumia, anaangusha chozi ni mara chache sana duniani. Umeona kina Cristiano Ronaldo, wakina Wayne Rooney hizo. Kwa hiyo na kwetu sisi ni jambo zuri sana.